chapishwa zikaja hapa nyumbani. Sasa mimi nimekwenda zangu Nairobi. Aktuali wanangu walikuwa nasoma Kenya. Kwa Nairobi, siku hiyo mimi nimeswali pale jamii ya Moscow na Daily Nation ni unavuka barabara tu. Nikaenda pale kuonyesha kile kitabu kutaka wafanye serialization. Angalia Mwenyezi Mungu shani yake. Namkuta pale managing editor wa East African James Odindo. Akanambia hebu niachie kitabu alafu nipitie kesho hapa. Nikamwachia kile kitabu. Siku ya pili kwenda, anambia wewe Mohamed kumbe umesoma Cardiff wewe? University Wales Cardiff. Kama ndio. Nani idara ya Maritime Studies. Akasema mimi niko School of Journalism pale. Sasa School of Journalism na nyumbani kwangu mimi nikipita kama nakwenda sokoni au nakwenda msikitini napita nje ya chuo chao. Yaani hata kama afule darasa lao nikichungulia nje mimi nawaona wale unajua hata mimi siku kwanza kufika University of Cardiff majibega yalinishuka. Mimi nilikuwa nadhani nitaona majengo kama chuo kikuu cha Dar es Salaam unajua. Nimekuta nyumba ndogo tu. Kumbe zile idara ziko nyingi. Sasa mimi nilikuwa idara ya transport. Kuonesha kozi ya Maritime Studies. Sasa ikawa kama vile sasa tunajuana. Kumbe huo mwaka mimi nilikuwa hapo. Akasema timba tukujuana. Akasema Mohamed kwenye kitabu chako hicho umemtaja Domo Okochibudoi kama unamjua. Nikamwambia sawa. Akasema umenishangaza kuniambia kadi yake ya 5 namba 6. Mimi amefanya kazi chini yangu hapa. Nikamwambia unasema kisha nakwambia. Nikamwambia Domo Okochibudoi mimi ndio nilimleta Nairobi kwa mara ya kwanza mwaka 72. Akaniambia bwana kitabu chako kizuri na mimi nitafanya serialization hizi 3. Sasa basi yeye akaenda kwenye archive zake akatoa picha. Yale magazeti 3 nilikuwa nayo bwana maktaba hapa yamepotea bwana siyaone. Basi ulikuwa umepita nayo? Hapana sijui. Gagari umeanza wazimu wako au ndio ule mkasa wala kina Hamad kwa. Sasa bwana East African magazine walipochapa ile story ya kitabu cha Abdul Sykes ilikuwa kishindo. Watu walikuwa na watu walikuwa manake napita mimi nalifuata gazeti pale mtaa wa Jamhuri na Moscow Street kulikuwa na jamaa mmoja na anafahamu. Anambele gazeti bwana linatoka kama mandazi ya moto. Watu wanakimbilia. Serial 3 bwana. Lakini kuna watu ikawagusa ile. Huyu anataka kubadilisha historia nchi hii. Mwalimu yu hai. Na vipi mwalimu alisoma kopi? Ipata. Nitakuhadithia kisa kimoja. Nimekutajia Said Bamumin. Said Bamumin alikuwa rafiki yangu sana. Na alikuwa na rafiki yake mmoja anaitwa Mahmud. Mimi Mahmud nimemjua kupitia kwake yeye. Mahmud alikuwa anafanya kazi TANESCO, wanaita idara ya light current, alikuwa mtaalamu engineer alikuwa. Tukazoeana sana. Na hichi kitabu kilipotoka yeye akanunua kopi 2. Lakini kuna kitu mimi hakuniambia. Karibu miaka kalaba 3 mimi na Mahmud tunajuana. Siku hiyo niko Tanga, kitabu kishatoka. Akanipigia simu. Akaniambia Mohamed, ukija Dar es Salaam mimi nataka tukutane Chef Friday tunywe chai pamoja. Nikida pale nikamkuta Mahmud. Akaniambia Mohamed, nataka nikuambia jambo leo. Akaniambia mimi nimeoa nyumba ya Mama Maria Nyerere. Nikamwambia Mahmud, siku zote hizo hujaniambia? Akasema mimi nakwambia mimi nimeoa, mke wangu anatoka nyumba ya Mama Maria Nyerere. Nikamwambia akasema ndio. Kuna upande wa Uislamu kule. Ndio huyu mke wangu mimi.
Akaniambia sikutaka nikwambie kwenye simu, ambayo nilikutaka tuzungumze uso kwa macho. Na kwa mara ya kwanza ndio leo mimi hili na alisema hadharani kama hivi kwenye kipindi watu wasikia. Mahmud akaniambia siku hiyo mke wangu akaniambia, bwana twende Msasani, mwalimu amekuja hapa anaumwa, twende tukamjulie hali. Tumekwenda, ananiambia katika mazungumzo mwalimu akaniambia, akasema Mahmud, nasikia kimetoka kitabu hapa cha Abdul Sykes, wewe unakijua? Akasema mwalimu, mimi kitabu ninacho na vile vile mwandishi mimi namjua. Anasema mwalimu pale pale ananiambia, nenda sasa hivi nyumbani kaniletee hicho kitabu. Anasema mimi nilikuwa na nakala 2, moja naweka chumba changu cha kulala, moja nakaa varanda. Ile varanda kwa leo kwa ni azime ile chumbani kule sitoe. Akasema mimi nikampa mwalimu kile, nimekwenda nikachukua kitabu. Yeye alikuwa anakaa mtaa Morogoro. Hii Morogoro Road ukivuka TANESCO nyuma kule kuna nyumba za wafanyakazi. Na Mahmud alipata kunialika chakula pale, iftari ilikuwa. Basi bwana anasema nikaenda tena kumwona mwalimu na mke wangu. Mwalimu akaniuliza kuhusu wewe. Akasema unamjua huyu? Yukoje? Akasema ni kijana. Akasema hii aliyoandika hivi ndivyo ilivyokuwa hivyo. Alikubali mziki. Akasema lakini watu hawatumwamini. Kwa watu amini kama huyu anasema kweli. Kwa hiyo mwalimu alisoma kitabu. Lakini kubwa zaidi, siku hiyo mimi bado niko Tanga, nimeswali alasiri hapa Ibadhi, msikiti wa Ibadhi. Natoka hivi msikitini, natoka kwenye msikitini hivi, ile barabara ni Mosque Street ile, Profesa Harub Othmani anapita kwa miguu pale. Mwalimu wangu kanisomesha chuo kikuu mimi. Nikenda kumsalimia. Akanivuta pia, Mohamed hebu njoo hapa tuzungumze. Akaniambia, Mohamed, nimesoma kitabu chako. Anatikisha kichwa, wallahi nakwambia Khalid. Akasema mimi kitabu kile kimenihangaisha. Mimi nimeomba miadi na mwalimu. Anasema mimi nimekwenda kumwona mwalimu kuzungumza vitabu viwili. Kitabu cha Al Muhsin Barwani, Conflict and Harmony in Zanzibar, na kitabu chako. Na mwalimu alikuwa vitabu vyako vyote vile amevisoma. Nikamwambia mwalimu, hivi vitabu lazima na wewe useme, umefika kati mwalimu uandike maisha yako. Kwa sababu inabadilisha sura nzima. Kitabu cha Mahmud Said kinabadilisha historia nzima yako wewe binafsi na historia nzima ya uhuru wa Tanganyika. Mwalimu lazima na wewe useme. Mwalimu akamwambia, anaenda hadithi ya Harub Othmani. Na katika watu walikuja kuandika kitabu hiki ni mke Makiali, akamwambia tutafika huko. Akamwambia, mimi Harub siwezi sasa hivi kuandika, lakini wewe nitengenezee mimi kamati ya watu madhubuti wataalamu. Mimi nitakuja, nitazungumza na nyinyi kama kamati, nitakuelezeni kila kitu katika maisha yangu mpaka siku nafika Dar es Salaam, haya yote, afu nyinyi mtaandika. Bahati mbaya nadhani mwalimu, kamati ilitengenezwa na ninawajua wale mwajuma kamati nawajua, lakini tamtaja mmoja wapo ni Profesa Ahmed Muhyiddin. Na kuna siku nzima mimi nikikambala Mombasa, alinipeleka rafiki yangu Profesa Muhammad Khalil Timami, alinipeleka sababu twende tukamwone tukazungumza na Profesa Muhyiddin. Nikenda akaniambia kweli mimi nilikuwa kamati ya kuandika maisha mwalimu, na mwalimu mwenyewe alinipigia simu na nilikwenda mimi mpaka Msasani, tukaonana na akanionyesha picha, na nayo kuna picha yeye anatoka ndani na mwalimu kupiga picha nje, unaona kwa nyuma, alafu kuna picha wamekaa piga nazo zote naweza nikakurushia kama utaweza kuzifanya session kwenye Arabia kweli. Sasa mwalimu alisoma kitabu alikisoma. Lakini nitakuongezea kitu kingine. Siku moja cha Kiingereza kile cha kwanza cha Kiingereza kile kava nyeupe nitakuonyesha. Ninakitizama hii maktaba yangu bwana. Nazungumzia kwanza kamati ile. Haikuwahi kutoka kitabu cha. Kuandika simu kwamba mwalimu kuja kuzungumza na nadhani ndo maradhi alikuwa amemchukua kukumwa. Sawa.
Sasa ilikuwa nakwambia kitu gani ndo kanikata hapa. Neno kuhusiana na kitabu kwamba Nyerere alikisoma. Amekisoma. Na sasa lakini ile fikra ya kuandika historia ya Mwalimu Nyerere ikawa haikufa. Ndio wakaja ikatengenezwa kamati ya Profesa Shivji, Profesa Saida Othman ambaye ni mkewe wa Harub Othman, pamoja na Dr. Ngwazi Kamata, wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wakaandika hivi vitabu vitatu. Na walikuja hapa wakanifanyia mahojiano mimi, hasa kwa siku za mwanzo za Mwalimu, ataka kujua maisha yake Wakati anakuja Dar es Salaam. Amefika Dar es Salaam, nataka kujua. Kwa sababu ile mimi wazee wangu ndo wako pale, kipata sikukuu pale Agrey wako pale. Ni vitu ninavijua vizuri. Labda Nyerere mwenyewe. Ngoja nimaliza. Na waliomba nyaraka, baadhi ya nyaraka za Sykes. Nimewapa nyaraka za Sykes. Na nikawapa nyaraka nyingine zaidi ambazo nilikuwa na nyaraka moja waliipenda sana lakini hawakuweza kuitumia, ya Wilbard Mwanjisi, Dr. Wilbard Mwanjisi. Aliandika yeye mkabala wake na Mwalimu Nyerere, vipi walifika mahali wakawa hawaelewani. Nimeonyesha kwamba zote ni nyaraka za Sykes. Kila mtu alikuwa baada ya kutoka kitabu, kila mtu akiwa na jambo sasa nataka kuona, sababu hebu muoneshe Muhammad hivi. Nikawapa. Sasa katika kitabu hiki wameandika, kitabu hiki wanasema sisi tumepita kote, lakini kuna maktaba tatu hizo zimesheheni historia ya Mwalimu Nyerere. Ikiwemo hii. Sasa mbona unanikata basi kuja maliza wewe basi. Wasema maktaba ya kwanza ni ya Dr. Salim Ahmed Salim. Ndio. Maktaba ya pili ni ya Mohamed Saidi. Maktaba ya tatu ni ya Brigadier General Hashim Bita. Mimi siku ile bwana hili waniletea kama compliment. Wameniletea ile kama hidaya. Fungua bwana, naona mle ndani nimetajwa mimi. Wallahi nimefurahi. Na nilizungumza na Zito Kabwe. Asa Muhammad, mimi niliposoma ile hata miro yangu ilifurahi. Iko karibu, kichukua tukio uonyeshe watu hiki. Kitabu maarufu hiki bwana hiki. Iko karibu, chukua tako kimoja tu. Ndio kitabu kwa mimi bwana. Onyeshe hapo kamera. Hii bwana kitabu hiki bwana. Kuuze hivi. Cha Mwalimu Nyerere ni mundani bwana. Wameninukuu sana mundani. Sasa hongera sana. Asante bwana, asante. Labda Nyerere hakuwa na shida na kilichoandikwa kwa sababu alionyesha kusupport na kukubali kila kitu. Ngoja bwana, ngoja. Siku moja kuna mtu kaenda kwa mtu, rafiki wa rafiki. Akaniambia, Muhammad, kuna rafiki yangu bwana yuko katika halmashauri kuu ya CCM, walikuwa na kikao Dodoma. Yatoka nayo akasimama mtu akamwambia Mwalimu, kuna watu leo wanabadilisha historia, sisi tunataka tushughulike na watu hawa, tunataka tubadilishe historia nchi yetu. Alikuwa ananikusudia mimi na nikatajwa kwa jina langu. Yule bwana kwa Dar es Salaam akamfuata kijana mmoja wa Dar es Salaam, akamwambia, bwana wewe unamjua Mohamed Saidi? Asema sana, mimi nalala naye huyo, namka naye huyo, unaweza kunijulisha kwake? Asa kwani kuna nini bwana? Akamweleza mkasa huu. Akasema wewe sema, akaambia kesho mlete nyumbani tunywe chai pamoja. Basi ndo kitabu hiki bwana. Lakini kubwa zaidi kikachapwa mara 3 kwenye Cambridge Journal of African History book review. Book review ya kwanza John Alif, book review ya pili Jonathan Glassman, wote maprofesa wa history, African history hawa. Review ya 3 ya James Brennan. Glassman na Brennan wote wa marafiki zangu tunajuana.
Na huyu Brennan huyu Jonathan Glassman akanialika mpaka chuoni kwake bwana, Northwestern University Chicago. Nimekwenda pale bwana, nimezungumza kitabu hiki. Mwisho katika kutoa shukurani, neno la shukurani, Jonathan Glassman, lakini tukijuana kabla na kitabu chake hapa alinipa, na iko signature autograph, kinaitwa Feast and Rowls. Akasema mimi, anaimbia audience, sasa mimi na Mohamed kuna vitu vingi sana tukubaliane, vingi tunatukubaliane, lakini ndio usomi huo. Lakini kitu kimoja mimi namshukuru Mohamed Saidi kwa kazi aliyofanya katika historia ya Tanganyika, ni kuwa katufahamisha vitu ambavyo sisi hatakuwa tunavijua. Kama asiandika yeye, asingeandika, sisi tusingalijua. Sasa mimi pembeni nikamwambia, sasa Jonathan, nyinyi Amerika si mnajisifu nyinyi kwa mnajua kila kitu? Tumesema kwa mnajua kila kitu nyinyi. Sasa sawa, hii hatukujua, lakini sisi tumekuleta hapa. Sio kuja kutuambia mwenyewe kwa mdomo wako. Halid. Hatari kabisa. Hiyo ndio habari. Ile swali kwa lafuata kwamba Nyerere hakuwa na shida, labda pia kwa sababu alikaa muda mfupi tu baada ya kitabu kutoka akaanza kupata changamoto. Hapana, kubwa nitakujibu hilo. Nataka hilo swala hilo. Nitakwambia, nitakujibu. Ile swali naulizwa sana na watu, ile swali lako. Mimi sikumdogosha Mwalimu Nyerere. Mimi nimesema wazi kuwa Abdul Said alikifikisha chama mahali alikuwa hawezi kwenda mbele zaidi ya pale. Alihitajika Nyerere. Na akamwambia, na tena mtu gani kamwambia? Nani, Hamza Mwapachu? Kamwambia nani Nasio? Kamwambia Abdul, sasa hapa wewe hufai. Kamwambia hapana, sasa mimi na Mwana Nyerere anafaa sasa kuchukua chama. Tunaisha chama cha 5 tunadai uhuru. Wewe hufai tena. Rudini mkampe Nyerere. Natizama wazee wetu walikuwa hawana khiana, hakupinga. Na akaja kakaa nyumba moja na Nyerere, kamsaidia kadri alivyomsaidia. Hata kama kuna watu wengine walimshangaa. Hakuna mtu alishangaa, kwa sababu wao wenyewe, kwa sababu Nyerere aliposhika chama kilikufa. Lakini kwa muda mfupi tu, kwa sababu watu walizoea ile mambo ya ukenda kwa Abdul ile ikasa amekuja kiongozi na hayuko pale Dar es Salaam, yeye yuko Pugu. Lakini sasa pale baada ule uchaguzi wa Anatoglo Hall baina Abdul Said na Nyerere kushinda uchaguzi, sasa kuanzia pale kuanzishwa 5 baada ule mkasa tunakumbukaga kina Mtemvu ule. Kuna nyimbo moja wanaimba CCM ile nini oye nini aye, ndio wewe naikumbuka, ilipigwa pia kwa Lowassa na Magufuli hiyo. Sasa hiyo kwenye kiti Kikwete ilipigwa hiyo, tuna imani naye. Sasa baada ya hapo tena kilichobakia ni historia. Bahati mbaya ni kuwa Mwalimu katika umri wake wote wa siasa, historia hii hakupata kusema. Yes. Abdul manake kama vile hakupata kujuana naye, kama kupata kuwepo. Hichi kitu ndio masikitiko makubwa sana, na mengine ni kipindi kingine. Nafikiri huwa mimi nakwambia zile za nyuma ya pazia, kwa sababu ukiangalia wengi ambao walikuwa nao ni kama hata kama Joseph vile Kaselabantu. Unaelewa? Yes, kwa sababu unaweza kusema upande fulani la. Ngoja kuna jambo nimetaka kusahau kwa mimi nikwambia hapa. Joseph Kaselabantu aliwekwa detention kizuizini. Chief Kidama Kwaya kuna kizuizini vile. Na Chief Kidama Kwaya ndio ingekuwa achukue nafasi ya urais wa 5 agombea na alikuja kwa waziri mkuu, alikuwa detention. Lakini yeye Kaselabantu yake ilikuwa nzito. Kaselabantu katoroka hapa kwenda Ujerumani. Tena katoroka kavaa magwanda ya kipadri. Kapita uwanja wa ndege pale kavaa magwanda ya kipadri. Katoroka hapa kwenda Ujerumani. Baadaye akarudi. Changamoto zote za uhuru hizi. Na Kidama Kwaya akakimbia hapa kabisa, kaenda zake Kenya. Karudi akawa Moshi mtu mzima kabisa.
Hivi kwa uchunguzi wako kabisa, baada ya kusoma vitu vingi kabisa, si kama wakoloni walimwandaa Nyerere ya hizi mambo mengineyo za vyama na nini? Nyerere aliandaliwa na nani bwana, na watu hapa Dar es Salaam bwana, ndio walimwandaa, ndio walimpa nguvu bwana wakoloni wakaanza kumwandaa waangushe aingia kidini hiyo. Kwa nini Nyerere wakoloni wanataka kuondoka hapa? Hawakutaka kuondoka hapa. Wamempeleka mahakamani bwana. Kuna picha nitakupa. Hapa amesimama Sheikh Suleiman katika kadiri, hapa amesimama yule nani wakili yule ana jina gumu Rich sijui. Hapa Nyerere anaingia mahakama kuu. Bititi ndio anaenda kupambana. So, yani mwisho kabisa wao wengine ambao walioguswa tofauti kwa sababu kama kuna wengine kama walienda kutaka Nyerere kama react kumtia maneno pengine labda na nini, wengine walikusumbua binafsi? Hapana, isipokuwa hakuna mtu alinisumbua wala kuna mtu mmoja alikuja kunitisha. Na sababu mimi kama ninavyokuambia, jinsi nilivyomueleza Nyerere, mimi sikumwandika kumdogo sa Nyerere. Wewe umemsifia sana mule ndani na umemueleza sana. Yaani mule ndani mimi nimeona wewe ulivyomwandika kuhusiana na Nyerere. Kama ningeandika vinginevyo ningekiua kitabu. Hakuna mtu angetaka kusoma ile kitabu. Kwa sababu ningekuwa nasema uongo. Na ukiangalia mpaka sasa hivi kwa hao wazee wetu wa Dar es Salaam, hao wazee wale walivyokuwa wale, Nyerere alihitajika kwa kiasi kikubwa sana. Alafu Nyerere bwana mtu mwadilifu, mwalimu mtu mwadilifu. Dosa ananiambia uso kwa macho, asema mimi nampa Nyerere pesa asubuhi. Kwa asubuhi tunakutana kupanga kazi za siku. Na alimpenda sana. Sana. Anasema jioni mimi nakutana na mwalimu. Ile bashi anarudisha na pesa hata senti moja achukua. Walimpenda sana. Wazee wale uza samaki wale. Tatizo lilikuja baada ya uhuru kupatikana. Yes. Pale tena lilikuja uhuru kaja na changamoto kubwa. Shukrani bwana. Tuishie hapa leo. Asante sana. Mungu akubariki. Kitabu kipo hapa. Bwana hii usiite wazimu hii. Sio wazimu. Hii utaita nini? Nitajua. Kitabu kipo hapa. Kwa Sheikh Mohamed. Kitabu hiki bwana. Kilipotea, kitabu hiki. Sawa. Kiliisha cover zake. Mimi mwenyewe bwana wakati natafuta. Kiliisha, kilikuwa out of print, sio kilisha cover bwana. Niliagiziwa kutoka Zanzibar na ilikuwa imebaki kopi moja tu kwenye maktaba za huko. Lakini mzee ananiambia bwana chuma imekuja hii. Na sasa hivi imetoka India. Nani kopi zote moja tu ndio ilichapwa Uingereza. Kopi tatu zote nyingine hizi matoleo matatu yote India. Nyingine tulichapa Nairobi hapo. Mbili ndio India. Hiyo ya mwaka 14 na hii ya 26. Ile ya kwanza Nairobi ilienda Uingereza ama? Ile Nairobi ilikuwa ni tafsiri ya Kiswahili. Ndio hii. Unajua nimeweka Kiingereza unajiandikia mwenyewe. Hiki kitabu ndio sasa watu wanasoma sasa. Na umeona watu wanakimbilia. Alhamdulillah. Bwana watu wanakuja kununua hiki kitabu. Njoo upate historia kamili na nakala chache tu bado wenyewe Ibn Hazm ndo utakipata ukenda Mkuki na Nyota wanacho pale ndo nauza. Na unakiona kikubwa lakini tunakiuza rahisi 15,000 kwa sababu tunataka kila mtu aweze kukinunua. Sikuandika kitabu hicho kwa kutaka pesa mimi. Kabisa. Sikuandika kutaka pesa. Kizuri bwana kitabu hiki. Na kina historia mbalimbali. Kuna mambo mengi ya kustajabisha ambayo huwezi kujua. Haujawahi kuyafahamu. Ukisoma huko ndio utajua kwamba zile dua alizokuwa dua ya mnyanjani ndio dua ya mwisho ile. Moja bwana. Nyerere anaenda sokoni hana hata 100. Akutana na jamaa na mshumaa yake. Ndio mkasema bwana bwana haya mambo yalikuwa tangu zamani. Yaani mshumaa alikuwa mimi bwana wewe unapenda hiyo? Mimi napenda siku wamekwenda usiku mnyanjani kusoma dua ya kura 3. Wanasema yule msomaji Qur'ani yule alipiga kiraa siku hiyo kwa zile aya, kwa zile sura mnasaba. Mwenyezi Mungu awape TANU Watanganyika nguvu wa mwondoa Mwingereza. Anasema alipiga kiraa kile. Anasema anahadithia mzee Sheikh Sembe. Anasema sisi inatosha. Na huyo ndio alikuwa msomaji wetu Qur'ani, hasa tukataka kuisikiza Qur'ani. Anasema mwalimu amekaa pale na huyu Kisenge na Amos Kisenge, Wakristo wawili tu wamezungukwa na mashekhe pale. Asema ilipigwa kura mnyanjani, manake ile kura 3 ile ingevunja chama. Asema alisoma Qur'ani siku ile,
asema sio kwa sababu hii Mwenyezi Mungu atapokea tu. Na tumekwenda, anasema tumekwenda Tabora tumeshinda sisi. Baada ya 58 ile. Sisi sisi tunaingia madaraka ndani, 61 tunachukua nchi yetu. Asante bwana. Makundi ya kuanzia leo wakina Mtende walijitenga baada ya kuona mambo ndivyo sivyo, walimtarajia kuwa si yeye. Kwa hiyo wakajitenga pembeni. Kuna mambo mengi sana. Mzee Mtevu nilikuwa nikizungumza naye baada ya kura 3, naambia baba, lakini jamaa wanasema kwa wewe msaliti. Mimi wala maka atanijia juu. Baba, kwa nini baba, mimi sisemi, mimi ndio wameandika kule kwenye magazeti ya zamani chuo kikuu na kuna kusoma, wanasema wenzako wanakuambia wewe msalimu mwase. Asema mimi, wewe Mohamed niambia. Wewe niambie Mohamed. Wewe Wahindi na wazungu wana uchungu gani nchi hii? Nyerere yendo. Basi Nyerere anamuita Zuberi Mtevu msaliti. Hawakusema mpaka anakufa. Sawa. Asante bwana. Basi haya mambo ni mengi tu kati ya machache ambayo utaweza kusikia. Utaona Nyerere alivyokuwa anapendezwa na utamaduni wa Waislamu. Siku Nyerere alifunga bwana, muda wa kufuturu hujafika, kichwa kilimuuma kweli kweli. Akaambiwa tulia, ukipata msosi kichwa kitapoa bwana. Kuna mambo mengi sana. Leo ukiwaambia watu kama mikutano ya 5 ndo kama hivi lazima wakiwa jambo kubwa wafanye dua. Wanakuwa moto. Kwa hiyo neno mdini liko alipo. Mdini likuja baada uhuru shakutokana tena ikatena wataka kusikiliza mambo ya dua. Basi tumalize bwana, tumalize. Shukrani baba. Bana wewe babu huyu ana hadithi nyingi na sisi wajukuu pia wengine tunapenda hadithi. Mambo yanakuwa marefu sana. Anakukaribisha kuja kupata historia. Nganda wewe mwanangu, mimi wewe mtoto wako wewe sasa ndo mchumba wangu kama mwanamke. Mzee unaona ndo mchumba wangu sasa.